Karibu kwenye update kuhusu Manchester United, na moja kati ya taarifa kubwa na ya muhimu wakati huu ni kwamba Manchester itatumia fedha nyingi kwenye dirisha lijalo la usajili. Taarifa kutoka Team Talk na Give Me Sports wanasema kama Manchester itafuzu kushiriki Champions League msimu ujao, bajeti yao ambayo inapangwa kutumika ni kiasi cha paundi milioni 200 katika usajili wa majira ya joto. Uamuzi wa kutokusajili Januari ulikuwa ni makusudi kwa viongozi wa Manchester ili kupanga plani ya kuelekea dirisha kubwa la usajili, na inaelezwa wana imani kubwa na Michael Carrick kwamba anaweza kuipeleka timu kwenye njia sahihi ya kufuzu kushiriki ligi ya mabingwa msimu ujao. Baada ya usajili wa Cunha, Mbeumo na Sesko, sasa Manchester watakwenda kuboresha sehemu yao ya kiungo pamoja na winga. Ndipo hapo taarifa zinasema paundi milioni 200 zitatumika kufanya usajili wa viungo wawili bora ambao watakuja kuisaidia timu, kwa sababu Casemiro pia anaondoka, lakini wana mpango pia wa kuongeza winga mmoja na wachezaji wengine ambao watapatikana kwenye dirisha kubwa, na ikielezwa kwamba wanatarajia Manchester kuanza kufanya mipango ya usajili mapema zaidi kama ilivyokuwa kwa Mathew Cunha, ili kuweza kushindana na vilabu vingine ambavyo pia vitakuwa na wania wachezaji hao. Kwa taarifa ya muhimu ni paundi milioni 200 kuwekwa mezani na United kupitia kampuni ya Ineos ili kuweza kufanya usajili wa targets ambazo tayari wamekwisha target kuelekea dirisha kubwa la usajili. Kubwa jingine ni kwamba kocha Michael Carrick ameteuliwa na Premier League kuwania tuzo ya kocha bora wa mwezi Januari. Carrick amefanya vizuri, ameshinda mechi zake zote 3 ngumu dhidi ya City, dhidi ya Arsenal na Fulham. Atapambana na Sean Dyche kutoka Nottingham Forest, Andoni Raiola kutoka FC Bournemouth pamoja na Liam kutoka kwenye klabu ya soka ya Chelsea. Lakini mbali na hilo pia Manchester wanawania tuzo ya goli bora la mwezi Januari, kukiwa kuna nyota wawili, Patrick Dogu ambaye alifunga goli nzuri dhidi ya Arsenal, lakini pia yuko Matheus Cunha ambaye pia alifunga moja ya magoli mazuri dhidi ya Arsenal. Hawa wote wawili wanawania tuzo ya goli bora la mwezi. Patrick Dogu pia ameteuliwa kuwania tuzo ya mchezaji bora wa mwezi. Lakini mbali na hapo pia goalkeeper Senne Lammens naye ameteuliwa kuwania ile save bora ya mwezi katika ligi kuu ya kandanda pale nchini England. Kwa season ina mambo mengi kwa Manchester kwenye mwezi Januari, mambo yanaonekana ni mazuri zaidi. Taarifa nyingine ni kwamba beki Harry Maguire yuko tayari kupunguza mshahara wake ili kuweza kusalia Manchester. Harry anapata kiasi cha paundi 200,000 na inaelezwa yuko tayari kupunguza angalau 40% mpaka 50% ili aweze kusalia. Mkataba wa Harry unamalizika mwishoni mwa msimu na vilabu kadhaa vimekuwa vikionyesha nia ya kumtaka, lakini mwenyewe anataka kusalia Manchester United ili aendelee kukipiga, na akihitaji kusalia angalau kwa msimu mmoja. Bado havijafikiwa au hakuna makubaliano ya pande mbili kati ya uongozi wa Harry Maguire pamoja na klabu ya Manchester kama Maguire anaweza kusalia. Mipango ya usajili kuelekea dirisha kubwa inaelezwa Manchester wanaendelea kuweka interest yao kumpata Yan Diomande kutoka RB Leipzig ya kule nchini Ujerumani. Inatajwa huyu ni mmoja kati ya wachezaji muhimu ambao ni kipaumbele cha Manchester kwenye upande wa winga ambaye wanamwangalia zaidi kuweza kumsajili, na inaelezwa Liverpool na PSG nao wako karibu zaidi kumfuatilia mchezaji huyu, lakini Manchester inamuona kama ni target yake kubwa. Nico Schlotterbeck, huyu ni mlinzi kutoka kule kwenye klabu ya Borussia Dortmund ya nchini Ujerumani. Inaelezwa huyu ni nyota mwingine ambaye Manchester United wanamweka kwenye shortlist yao ya mabeki 5 ambao wanaweza kuchukua nafasi ya Harry Maguire. Nico ameendelea kuwa na msimu bora zaidi kwenye klabu ya Borussia na amekuwa akihusishwa na Manchester tangu kwenye dirisha dogo la usajili, lakini inatajwa Real Madrid nao ni klabu nyingine ambayo inaonyesha nia ya kumtaka mlinzi huyu ambaye anakipiga na Borussia Dortmund. Subscribe, like, share na comment kupitia hapa United Insider.